Sisi wengine tutafute mahali tukae, na kama kuna kiu, kuna maji fresh pale. Kama ni mgeni, kuna choo pale. Tutakupepea wakati ukitulia, jasho litaondoka pole pole. Na tuna mpango wa kuongeza fani zingine. Kwa hivyo usijali kwa kipindi cha sasa. Kajoto kako, lakini ni kajoto ka baraka. Sawa sawa na mpishi anayepika chakula ili ale. Amen. Mungu akubariki. Tunapojiandaa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliye kati yetu leo, rafiki yangu, ndugu yangu, mtoto wangu. Amina. Haleluya. Atashindikizwa na Bwana Lucas, na pia ana bibi yake. Amen. Kwa hivyo nitamwalika mtumishi akuje, na kabla nimwalike, hapa si kwa majina, hapa ni kwa unataka kumaliza, unawinda roho yake, unawinda maisha yake. Anaekelewa roho ya mauti, anateseka. Hiyo roho ya mauti inataka kumuua. Hiyo roho ya mauti imemtesa kwa miaka mingi. Baba, katika jina la Yesu, ninaharibu kila ufalme wa mauti, ninaharibu kila ufalme wa giza, ninachoma kila madhabahu za uchawi, uchawi na utoma, majini na yachoma, mapepo na yachoma, madanga na yachoma, maroho na yachoma, manyoka, yanaingizwa baba, yanafunga damu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, So, naomba sote tutulie wakati tunamwalika mwendaji wetu wa siku ya leo. Tunampenda na hata tulimtaarifu katika kanisa letu inaitwa Jerusalem Church, the place of the Holy Spirit, makazi ya Roho Mtakatifu. Yani ibada zetu sisi huwa haziishi kwa kupanga sisi, zinaisha kwa kupanga Mungu. Maana tumeichagua siku hii ikiwa ni ya Bwana the one day, na sana mwisho wetu huwa ni saa 9:30 huko. Amen. Na Mungu ni mwema. Kwa hivyo usikuje mahali hapo kaona umechelewa mgeni wetu ama na wageni wengine. Sisi ibada zetu wakati mapata sahihi, wao wanakula chai, sisi ndio tunakula roho wa Mungu. Mingi sasa makanisa mengi wamefunga. Na hairuhusiwi hata kwa maandiko. Mungu si wa masaa. Mungu ni wa kuongoza. Ni ya kuongoza, ukubali. Ndio maana niliwaambia hii Biblia haikuandikwa ati mwanadamu. Hii Biblia imfuate mwanadamu. Ni mwanadamu amfuate Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nimuniangalia ile maiki nzuri. Kale karedi kana. Amen. Amen. Kwa sawa. Amina. Sasa ninapomwalika, unajua kawaida mgeni wetu haalikwi. Tunamwalika na nyimbo ya kasifa. Kasifa tu kwa drum set. Ndio. Baba, leo nimesikia habari zako, na mimi Baba nataka nijione kwa macho yangu. Karibu Bwana.
Mama, shikamoo. Shikamoo mama. Karibu. Unajua mimi sitakaa mpaka wewe uniambie nenda ukakae. Watanzania kuna msemo wao wanasema inapendeza ama nimependa. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Amen. Maana nyumbani kwa Bwana hakuna huzuni. Amen. Hakuna dhiki. Amen. Hakuna kujikunja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mgeni, si ndio? Lakini wakati wa sifa nimejikunja. Haleluya. Asifiwe. Yaani nimeshindwa tu. Kwa sababu baba ameniambia nimsubiri. Lakini kama angesema ikichemka kipindi cha mama alipokuwa anaomba, sijui nami ningefanya. Maombi ni chakula changu, alafu sifa ni furaha yangu. Amen. Haleluya. Amen. Mike, tengeneza Mike. Asante Baba kwa kuwepo mahali hapa. Asante pia. Ni Mungu kamwezesha akuite. Amen. Subiri nani? Ni Mungu kamwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaambia kanisa lile, nalitaka kuja kwenu mara ya kwanza, nalitaka kuja kwenu mara ya pili, lakini shetani akanizuia. Shetani akafanyaje? Akamzuia. Lakini sehemu nyingine anasema katika Filipi 4:13, naona 4:13, anasema tunayaweza mambo yote kwa yeye atutiaye nguvu. Amen. Alinitazama, nikamwongelesha, Mungu akaongea naye, na alipomwezesha hakukataa, akajiwezesha katika hali ya kuwezesha. Yesu. Kwa hiyo ni shukrani kwangu kwa hapa siku ya leo. Ana nasema ni mapenzi ya Mungu kwenye nyinyi. Katika huko kushukuru kwa kila jambo. Efeso kwanza, Thessalonike kwanza 5:18 utaipata hiyo. Amen. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu. Amen. Na pia nakumshukuru Baba. Amen. Kwa kiwango kile ambacho kajipendekeza kwa ukarimu kwa huyo Mungu. Amen. Kwa kufikiria mimi. Amen. Kwa hiyo nashukuru. Asante sana. Nishukuru madhabahu. Amen. Ambayo madhabahu ni pasipo na mtu hakuna madhabahu. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu. Amen. Kwa ajili ya mwaliko wa madhabahu. Amen. Na kwa ajili ya kupenda madhabahu kwa mimi juu ya madhabahu. Amen. Asante sana Baba. Thank you. Kwa mioyo yenu imejaa na furaha kwa ajili ya mimi kuwepo katika hii madhabahu. Basi Mungu awabariki. Na pia ndio shukrani zangu. Asante Baba. Unaweza kuketi. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Uwepo wako Bwana uwe nasi. Uwepo wako Uwepo
nimependa the place of the Holy Spirit. Kwa ufahamu wangu haraka haraka katika hali ya utafsiri wangu, sijui kwa wengine, lakini mimi naweza sema ni mahali pa Roho Mtakatifu. Haleluya! Sijui nimepata. Ni mahali pa Roho Mtakatifu. Yesu kakaribia mji wa Yerusalemu, badala ya kupiga hatua kwa sababu kaona hakuna kufurahia Yesu, alifanyaje? Alisimama na akasema, laiti wewe. Sikia, laiti wewe. Yaani baba anamwambia mtoto, laiti ungalijua mimi ambavyo niliteseka kukulea. Sidhani kama ungeruhusu kinywa chako kunitamkia kile ulichonitamkia. Yaani sidhani kama ungejiruhusu kufanya kile ambacho ungekifanya kikali chenye kuumiza moyo wako. Laiti Yesu anawaambia mji wa Yerusalemu, laiti ungejua siku ya kujiliwa. Sikiza neno laiti, sitaendelea. Sio ujumbe wangu. Lakini kabla ya kuendelea, sikutembea peke yangu, nimetembea na mke wangu. Ni vizuri kutembea na mke wako. Kwa nini? Wakati Mungu anasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, hakusema na tumuumbe mke na mume. Mtu ni nani? Adam. Akasema naona si vyema basi tumfanyie msaidizi. Lakini angalia Adamu alipofeli. Sijui kama mnanielewa mahali ambapo nimelenga. Adamu alipofeli, yaani Adamu ameshindwa kutambua majukumu yake. Mshike mkono. Adamu atamwacha anazurura. Ni kitu gani kilichotokea? Baada ya Mungu kuja, hakumwambia Adamu, kwa nini umefanya? Anasema Adamu, kwa sababu umesikiliza sauti ya mkeo. Michongoma na miba itakuzalia. Na majani, yaani mboga za kondeni zitakuwa chakula chako. Tazama, wewe ni mavumbi, utarudi mavumbini. Kwa nini? Kwa nini moja? Kwa sababu umesikiliza sauti ya mkeo. Kwa ajili gani? Alimwacha mkeo katika nyama. Je, hapo pana makosa ya Hawa? Bwana Yesu asifiwe. Kuna makosa ya Hawa? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuongeleshane. Kuna makosa ya Hawa? Ila ndiko ile naliogopa, ndio maana wakati mwingine ninatembea na mke wangu. Ili kama katika kutembea kwangu kunao akina Rahabu ambao kabla hawajakutana na wapelelezi. Rahabu alipata ukombozi baada ya wapelelezi kuingia nyumbani kwake. Lakini kabla ya mpelelezi kuingia nyumbani kwake, jamani, si kuna Rahabu. Rahabu ambaye akikuona unatembea anakukonyeza. Na kwa sababu Mungu kwa kumpenda mke wako na kumwekea fungu la heshima moyoni mwako, basi ninakaribisha awasalimie. Haleluya. Adamu anasema wewe ni nyama na mifupa yako. Pia mbele kidogo alipokuwa mke wangu, namuona kijana asimama. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Yesu tunaboreshwa. Hata kama yuko na miaka 60 bado mtazamo wake ni wa kijana. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mchungaji kusema atasikizana nani na mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kukutana na mchungaji waliingia wakiwa wote. Kuna siku walikuja na wakajitambulisha kwetu.
wakisema eti tumekuja kwa ajili ya jambo fulani, na kwa sababu hatutaki, tumekuja na mchungaji wetu. Kwa ajili hiyo walikuja kwetu kwa ajili ya jambo fulani, basi nami nikamfurahia kwa sababu alikuja kwetu. Kwa hiyo ninapenda, ninamfurahia kwa sababu alikuja kwetu. Haleluya. Atajitambulisha maana anajulikana, lakini ninampenda. Karibu kaka yangu, mwandani wangu, mkaribu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kila mmoja anajua mazina mjeni hapo. Kwa majina naitwa Lucas Makuru na huyu ni shemeji yangu. Amen. Asifiwe Yesu. Hebu inuka. Na wewe inuka. Na wewe inuka. Amen. Kujeni hapa. Au na wajua. Manasa asifiwe. Sasa naomba mnisamehe. Unajua, Unajua ulimuona wapi? Ndio maana kuomba msamaha. Ngoja. Ulimuona wapi? Alikuja pamoja na wewe na Lucas. Na huyu naye alikuja pamoja na Lucas. Na huyu naye na huyu pia. Anaitwa nani? Umemzaa? Wewe ndio mzee. Wewe ndio mzee. Amen. Haleluya. Amen. Okay. Tulijuana na huyu kijana wakati tulipoenda kwao kwa ajili ya kujitambulisha na kutoa mahali. Amen. Tulipofika pale ndani kwa lile boma, tulipata ni boma la uchaji wa Mungu. Na mahali popote panapokuwa na uchaji wa Mungu hautakosa mtumishi wa. Akanipendeza huyu kijana. Hata hakuniambia yeye ni pastor. Kama aliniambia, ijapo mimi ndio nilijua. Akasema siku moja utembee. Na imefika wakati wa Mungu ametembea. Kijana sikusema mtu yote. Nilikuwa nimesema hiyo ya juu. Hiyo ya chini ya. Hii hapa chini kabisa, hapo umeona huko ndani. Hiyo ya ndani. Utoe hii. Manake inakaa vibaya. Tukawa baraka. Na ndio maana mmekuja hapa leo. Kwa hivyo kilichofanya akinyake hapa, hatuwezi sema ni dadake, lakini Mungu alimtumia dadake. Amen. Maana tusingemjua kama sio dadake, ama kama sio Lucas kupatana na nani. Na tukaona pale vile tulivyopokelewa, tulifurahi. Na hata huyo kijana ndiye alikuwa kipaumbele. Kama kuna mtu ambaye tulikuwa tukikaa mahali tunakula na yeye mpaka ile jimbo wanataka kunimaliza. Sababu tulikuwa tumetoka kwa chapati na maharagwe kidogo. Ai. Tulikuja tumbo linafanya hivi. Umekula sana. Umekula sana. Amen. Nilimpenda sana. Na ndio maana unampata yuko hapa leo. Na ndio maana hata amejaribu kusema hajakosea. Amen. Hajakosea hata kidogo. Hapo sawa. Mimi ndio nilikuwa nafanya niwainue. Na ndio maana nimewainua hiki ndio kikosi kilichoenda huko. Na kilichomjua huyu kijana ndipo nyinyi kumjue. Na ndio maana alipokuja hapa hawa si wake. Kama umeona akisalimiana nao jue wanajuana. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho kabla ya kuingilia ujumbe, mbali na kujuana na mchungaji, ninafurahi kumbe pia katika nyumba hii kumbe kuna wenzangu pia wanashiriki. Kumaanisha mbali na mchungaji, kufahamiana na mchungaji, maongelesho yetu na mchungaji
Kumbe nimepata kujua pia dada yangu yuko katika hiyo. Kama ni siku moja tu nalifurahishwa na mchungaji. Je, huyu dada yangu ambaye yuko hapa ndani ya hii nyumba anafurahishika mara ngapi? Dada yangu pia katika hali ya kuunganishika na mchungaji, pia kumbe dada yangu aliunganishika na mchungaji. Yangu ni Christine Mwakuba, nikawa naitwa James Mwakuba. Alipotoka Christine, yaani ni mimi ndio nilipokonya zero. Yesu asifiwe. Hapo kile chini ambacho ninamheshimu. Sasa nikijolo bado watu wanaume. Akiniambia na najaribu kunyamaza. Na siku moja nikamwambia nilikubeba mpaka shangazi akanipiga. Hapo pana kumheshimu, hapana kumheshimu. Au bana kumheshimu, hapana kumheshimu. Kwa nitamheshimu ninapokuwa na kitambi. Nitamheshimu ninapopanushwa hiyo. Kifua changu kinapopanuka. Bado nitamheshimu. Yesu asifiwe. Ibada utangulizi ni kipindi cha neno. Yesu asifiwe. Ni kipindi cha neno. Yakobo 1:23 inasema, yeye alisikiaye neno tu. Yeye afanyaje? Alisikiaye neno tu, lakini si mtendaji wa neno, basi mtu huyo anafananishwa. Usoma mwandiko, sio kasema naongea. Mtu huyo anafananishwa na yule ambaye hujitazama kwenye kioo na akagundua sura yake vile ilivyo, lakini akienda sasa anajisahau vile alivyo. Soma Yakobo. Amen. Kitabu ni waraka wa Yakobo 1:25 inasema, 23 inasema, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana kujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Amen. Amen. Akasahau. Naomba mniradhi, si mtu wa mbio wala si mtu wa haraka, lakini niko vile ambavyo nitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofika viwango vya kuongeleshana, lazima tuwe ni wenye kulisikia na kulifuatilizia lile tulilolisikia. Siku ambayo mchungaji aliniambia tumejaribu mara nyingi, aliniambia kutokea mwezi wa 6 ikawa vile ilivyo, mpaka tena alipokuja mwezi wa 10 tukaongea na akasema utakuja, liwe ili wala lile utakuja. Sasa ikawa vile ilivyo mpaka sasa ni mwezi wa 11 tarehe 2. Kwa hiyo ilikuwa imempasa Mungu ifike wakati nije, kwa hiyo litakuwa lile litakalokuwa, itakaa vile itakavyokaa, lakini itakuja. Lakini zaidi ya yote katika hatua zangu ninafurahishwa na Yakobo. Anasema mtu akiwa msikiaji wa neno tu bali si mtendaji. Inasikitisha. Kalisikia lakini hatendi. Mtu huyo ni kama yeye ajiangalia uso wake. Kumaanisha wakati utafika atakiondokea kioo, na baada ya kuwa mbali na kioo anasahau jinsi ambavyo kalijua. Amen. 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 Kwa ajili the place, kwa ajili ya mahali, kama ilikuwa ni Mungu. Ujumbe ukanijia nikiwa niko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe huu nikakaa nao kutokea Jumapili mpaka Ijumaa, ninaenda kesha. Nikamsikia mhubiri, nikapata ujumbe mwingine. Naongea habari ambazo zimenifikisha. Lakini niliporudi nyumbani siku ya Jumamosi, niko kwenye kazi zangu, ujumbe ule ukanijilia. Nikaenda kanisani Jumapili,
nikapata ujumbe mwingine tofauti na yule ambao nilipata Ijumaa. Sasa kabla ya ujumbe ule kukaa na jumbe karibu 4, lakini baada ya yote ujumbe ukabaki ule ule. Ashukuriwe Mungu kwa sababu kutokea imeanzia kukanyaga mpaka saa hii nimesimama. Bado utaratibu na mfumo wa kibali, ujumbe umesimama mahali pake. Haleluya! Ujumbe umesimama mahali pake. Sitawachosha katika maandiko, ila tutasoma maandiko kadhaa. Ujumbe wetu ni kutunza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ninyi mmefanyika watakatifu kwa maana yeye aliyewaita ni mtakatifu. Tumepokea neema ya utakatifu kwa sababu yeye aliyetuchagua ni mtakatifu. Amen. Ni yeye aliyesema kwa jinsi hii kaleta pendo ambalo linadhihirisha kwamba kwa jinsi hii basi, kwa sababu ni mtakatifu, katugaia sehemu ya utakatifu. Kwa hiyo jukumu la huyu mwanadamu katika sehemu yake ya utakatifu basi ni kutunza utakatifu. Amen. Mungu kazi yake ni kuangalia, je, anautunza vyema? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akajia wanafunzi wake akawaambia akisema, nimepewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Kumaanisha kama yeye aliyetuita amejawa na mamlaka, na sisi ambao tumeweka katika viwango vya sehemu ya utakatifu wake, je, tunakosa kuwa na mamlaka wa kutunza utakatifu? Je, tutatunzaje utakatifu? Petro wa kwanza 2:12. Somaji wangu naomba tuende haraka. Amen. Waraka wa pili wa Petro, wa kwanza wa Petro 2:12 nasema, amen, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Waraka wa kwanza wa Petro 2:12. Amen. Inasema, muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo kuwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Haleluya. Amen. Muwe na mwenendo mzuri kwa hao mataifa. Lazima tusomeke vyema katika mwonekano wetu, katika kutamka kwetu, katika kutenda kwetu. Muwe na mwenendo mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Kutunza utakatifu initosha. Amen. Usiniulize kwa nini sijaombea leo. Yeye aaminie imeshatendeka. Baba alipoomba, ninaamini tayari uwepo wake uko pamoja nami. Kwa kile nitakachokiongea, ninaongea kwa matokeo ya kile ambacho kimeombewa. Sima bariki neno, tikisa ndimi za midomo yake. Ndio Bwana ninafuata kile ambacho unasikia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Muwe na mwenendo mzuri kati ya hao mataifa. Nimeenda gengeni, nimekutana na vijana walio na lugha tofauti, mimi naingiza lugha yangu. Nimekutana na vijana wako na mavazi ya kuchekesha, mimi ninavaa vile ambavyo imenipasa kuvaa. Amen. Haleluya. Amen. Katika Petro ndio maana anasema, vivyo hivyo ninyi wanawake mvae mavazi ya kujistiri. Nashukuru Mungu kwa sababu haya mavazi nikiongea sidhani kama nitaumiza moyo wangu, maana hayo mavazi ni ya kujistiri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna vazi ambalo labda limeweza kuvalishika hata kalamu ikianguka basi
Kwa sababu anafanyaje? Amekosa uhuru wa kupeleka mwili wake bila anapeta. Kalamu ikianguka sino. Sasa ni nini utabishe mwili wako? Mpaka ndio kivunjika mbavu. Sasa mtawapatia shida watu. Haleluya. Muwe na mwenendo mzuri, muwe na tabia njema yaliyo yanayotamkika kinywani mwenu, na wachochee hao wanaoyasikia. Yani anayepata habari zake aseme hapo, kwani yule ni mtoto wa nani? Na akimaliza ni mtoto wa nani? Na mchungaji wake ni nani? Siku moja tukawa kwenye mkutano ama tunahubiria watu. Sasa katika kuhubiri nikawa ninaongea kuhusu habari za tabia. Mwache njia zenu na mawazo yenu, mkamrudie Bwana naye atawarehemu, mkamrudie Mungu wenu naye atawasamehe. Sasa nikawa ninaongea habari hizi. Sasa miongoni mwa shirika akasema Taitazi mwenyewe, kumaanisha kuna vile ambavyo ukakaa, kuna vile ambavyo ukasikia na kwani huyu yuko na ukoo na yule Pastor John yuko na nini na nani, ni vile unavyojiweka. Ndiposa Yesu mwenyewe anasema ya kwamba kupitia kinywa cha Petero muwe na mwenendo mzuri. Kwa mimi nilikuwa na mwenendo mzuri, kwa mimi nilikuwa mtu wa kushawishi, kwa mimi nilikuwa mtu wa kupendeza, kuwapendeza wanadamu na Mungu. Je, nadhani ni vyepesi? Lazima kuna kitu kikae katika hali ya kufanyika. Uwe na mwenendo mzuri wewe kati ya hao mataifa. Na kabla ya hao mataifa kufikia siku ile, yani mwenendo mzuri, ili wayatazamapo matendo yenu katika kuongelea vibaya walikose lile neno. Amen. Sio kwamba Mkristo lakini mtaifa anaongeza neno. Huyu ni Mkristo kweli lakini ameokoka. Maana kuna kasoro, kuna kuenda kanisani na kuna kuokoka. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safari yangu ya wokovu, kitu cha kwanza nilikataa kusikiza nyimbo za kitaifa. Amen. Ilikuwa 2013. Na ikaendelea vile ilivyoenda mpaka niko hapa. Na mpaka leo hakuna siku kwenye simu yangu nitaweka kwenye nyimbo ya kitaifa na si hata mke wangu. Na nikimwona ameweka naifuta. Simuonee anaweza kaongea. Nikimwona kaeka naifuta. Kwa sababu gani? Mimi ndo kichwa. Amina. Kama vile Kristo ni kichwa cha kanisa, basi mimi ni kichwa cha yule. Amina. Mimi ninaweza aenda kasalimia mjomba. Mpaka nikaja mwambie nimemsalimia, lakini sitoka angeenda msalimia mama bila kuniambia. Na akienda na mambo umefanya vizuri, lakini kinachofanya vizuri na ngoromea. Kwa nini ukuniaga? Na kanifanya vizuri. Kwa hiyo sisi kama Wakristo lazima tutambue nafasi yetu. Amen. Ndio Mungu kacheza sehemu yake ya kwamba kamtazama mwanadamu. Katika Wakolosai 1:10 nasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Matunda kwa kila kazi njema. Amen. Mkristo ipo sababu ya kujitenga. Mkristo ipo sababu ya kujikataza. Mkristo ipo sababu ya yeye mwenye kujiweka vile ambavyo Kristo anapenda. Kwa sababu gani? Sisi si mali yetu wenyewe, bali ni mali ya Kristo. Amen. Tumenunuliwa kwa damu yake. Basi mpasa sisi tuwe Mungu kwa neema yetu. Ndiposa Petro analiambia kanisa hilo ya kwamba muwe na mwenendo mzuri kati ya hao mataifa. Yaani wanajua kwamba hao wanaomba, wanashanga na hisi ni lugha yangu. Mbona badala ya kujichuja katika kila ni kitu gani kilichofanyika? Mtaifa akosi neno la kuongelesha. Mtaifa akosi dhiaka za kukudhiaki.
mtaifa akose kukukosoa. Mtaifa yuko na kila sababu ya kuweka vile ambavyo anataka yeye. Kama Yesu mwenyewe aliambiwa huyo anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli. Sasa wewe ni nani? Hivi Pastor John, ukiomba na neema ishuke kutokana na yale baada sasa kusema tunaomba tunaponya watu, bali tunapoomba na mapenzi ya Mungu katika maombi yetu linatimia. Amen. Ndipo inafika wakati watu wanafungasha na marika zao, tunaenda kwa baba mwombezi, tunaenda kwa mama mwombezi, kwa sababu kile anachokiomba kimeenda sawa sana mapenzi. Amen. Leo hii umeunganishika na Pastor John kwa sababu mapenzi ya Mungu na tamanio la moyo wake vimeshikana, ndipo sasa umeshawishika. Amen. Haleluya. Amen. Bali sisi kama Wakristo lazima tutambue sehemu yetu. Lazima tuwe kile vile ambavyo Mungu mwenyewe ndo anataka. Amen. Adam alitolewa katika bustani ya Edeni kwa sababu ilifika wakati akashindwa kutambua wajibu wake. Amen. Yes. Akashindwa kutambua ni kipi nimepaswa kufanya. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Si rahisi kuwa na shirika na Mungu. Lazima kuwe na juhudi kwanza wewe. Na katika juhudi zako kuwe na upendo wa Mungu katika hizo juhudi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo haukupile ulivyo kwa sababu ya matakwa yako. Kuna mmoja alidhihakiwa, kuna mmoja aliteswa, kuna mmoja alitukanwa, kuna mmoja alitemewa mate, kuna mmoja aliwekwa vile alivyowekwa. Anasema si vile ulivyo wewe, ni mapenzi yako. Bali yule aliyesema kwa jinsi hii ni nani? Ni Mungu kamtazama mwanadamu akaona inapendeza. Amen. Amen. Ni mtoe mwanadamu. Hivi nadhani kila alichofanya Ibrahim, kwa akili zako za haraka za wanadamu tulionao, kila alichofanya Ibrahim, aliamka tu asubuhi tena akamchukua Isaka na kwenda. Bwana asifiwe. Amen. Aliamka tu asubuhi akamtoa Isaka na kwenda. Lazima kuwe na mipangilio kabisa. Useme ya kwamba hivi ndivyo nilikuwa ninanena, lakini sasa sineni tena. Lakini sasa siaishi tena. Amen. Kwa sababu gani? Biblia inasema katika hiyo waraka wa Petro wa kwanza hiyo 2:15 inatupatia ujasiri, anasema kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwamba kwa kuyatenda mema msibe vinywa vya ujinga ya watu wapumbavu. Kwa sababu ni ulukasao, kwa sababu ndivyo walivyo. Kwa ajili ya hatua yako, sio kwamba utaharabia. Matendo yako hivyo vitasikika mbele. Amen. Matendo yako yatakuwa na sauti kuliko sauti inayotoka katika kinywa chako. Itaziba hivyo vinywa na ujinga. Badala kukaa katikati ya watu, mtu amekuja anasema salamu alaykum yote, anawaambia wale salamu alaykum, anapanda anasema Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wapo ambao wanaketi katikati ya Waislamu wakiambia Bwana Yesu asifiwe, hawasemi Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Yapo mambo ambayo yanawakataza. Sasa kama yapo mambo ambayo yanawakataza kukaa katika ile salamu. Je, andiko utasomea andiko Warumi 12 nasema, wala msifate namna ya dunia hii, bali mpate kugeuzwa kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza na ukamilifu. Amen. Amen. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe. Na nini? Hata wewe mama
ambayo nalifanya nampenda mtoto wako sana. Yaani ukimlisha viwango vya kupitiliza, daktari ataenda kuambia kitu. Na si mtoto wake, ni mtoto wako. Lakini hata kukataza vile ambavyo unamweka mtoto. Kwa hiyo chochote ambacho tunakifanya lazima kuwe na kiasi, especially hususan sisi wa Kristo. Amen. Ambao tumeitwa kwa jina la Bwana. Kwa nini? Maana tumekombolewa kwa yeye na kwa neno la ushuhuda. Biblia inasema wala msifate namna ya dunia hii, maana ni mengi yanayotupendeza, maana ni mengi yanayotufurahisha. Tunataka kuenda katika listo. Biblia inasema wala msifate namna ya dunia hii. Tunataka kukaa katika usengenyaji. Biblia inasema msikae jinsi hii, bali niwapasa mkae. Amen. Kwa hiyo Wagalatia 5:16 nasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, na ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, uchawi, nasema ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, fitina, faraka, uzushi, ulevi, unafi. Angalia Paulo anavyonifurahisha, kumaanisha kumbe kuna mengine, lakini anasema kwa ajili yao. Anasema na katika haya ninawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba hao wanaotenda mambo ya jinsia hata urithi ufalme wa mbinguni. Amen. Tumezoea kabla ya kuokoka kumsema mama huyu kwa sababu aliongea hili na hili. Tumezoea kwamba kabla ya kuokoka kuongezea kutia chatu, lakini Biblia inasema wala msifate namna ya dunia hii. Amen. Haleluya. Kwa nini? Kama imeandikwa ya kwamba sisi ni watakatifu kwa kuwa yule aliyetuita alikuwa nini? Alikuwa mtakatifu. Petro wa kwanza naona ni 16. Amen. Waraka wa kwanza wa Petro 2:16 inasema 1:16. Amen. 1:16 inasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa Amen. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu. Nani? Yule aliyetuita ni mtakatifu, ama mimi ni mtakatifu. Kwa hiyo tumeipata neema ya kufanyika watakatifu. Zile tulikuwa wenye dhambi, hatutangamani, ya kwamba inafika wakati Yesu ameketi na watu wanajifanya wako nako, anamwambia ambaye amemiminiwa, amejawa na afya njema, sijui kama atajikusanya kwenda mtafuta daktari mahali alipo. Yeye aliye na haja ya kusikia lazima amtafute yule ambaye atamwongelesha na amweke katika hali ya kusikiza. Na kwa sababu umependa kusikiza, basi wacha uongeleshe. Amen. Ndiposa leo hii tunajifurahia kwamba hata hao wanaposema kwamba sisi ni makafiri, tunajijua sisi hatuko makafiri, kwa sababu tumepewa jina la kipekee ya kwamba nyinyi ni watakatifu. Amen. Ya kwamba nyinyi ninasema ya kwamba nyinyi ni watakatifu. Hata kama hujui wewe ni nani, basi tambua ya kwamba wewe ni mtakatifu. Na hilo limekuja baada ya ukombozi kupatikana. Maana kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu kwanza ni kumiliki. Sasa hiyo unajua tumepewa. Hiyo tumefanyaje? Tumepewa. Kama vile ambavyo tumepewa maisha takatifu. Alafu lile ambalo mwanadamu ni hiari yake. Mungu ni roho. Na hawa nao waabudu, inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Wale wanaomwabudu sio kusema imefanyaje, imewahimiza ama imesukumishwa hao wao ndio imewapasa. Yaani wewe ni hiari yako. Nipasa akasema, tazama mbele yenu kuna uzima na mauti, basi jichagulie. Amen. Mwanadamu kaekwa katika viwango vya yeye mwenyewe. Kwanza ajitambue, na pili achukue hatua katika kujitambua kwake. Amen.
Je, mimi ambaye ni mtoto, mimi ambaye ni mtoto wa Pastor John ninaweza kuambatanishwa na Pastor John? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ambaye ni mtoto wa Pastor John, ni yapi ambayo yanaweza onekana kwangu mpaka nikaambiwa huyu kama si ndugu yake Pastor John, basi ni mshirika wa Pastor John? Katikati ya mateso ya Yesu, Petero alijulikana ya kwamba huyu alikuwa mwambatanisho na nani? Na Kristo. Anaambiwa angalia hivi na hivi na hivi, hakika wewe ulikuwa karibu na Kristo. Angalia hivi na hivi, hakika wewe ni kama ni mfuasi wa Kristo. Angalia hivi na hivi, hakika wewe ni msikivu kwa huyo ambaye yuko. Amen. Kumaanisha yapo mambo ambayo lazima yatuweke katika sehemu ambayo yatatutambulisha. Lakini baada ya kuhubiria, mnaponiona huko nje, ni yapi ambayo yanadhihirisha kile ambacho nimehubiri? Amen. Kinachoongeleka lazima kiambatane na yule ambaye anaongea na yule ambaye anaongelesha. Amen. Uongelesho hapo sikia. Na unaposikia fuatilizia. Na unapofuatilizia imarishika. Amen. Asifiwe kanisa. Amen. Ninapenda Yesu. Bilezo, maneno haya ni kwa agizayo yote. Huyo ni Musa. Katika Kumbukumbu la Torati 12:20 ni Musa anaongea na Yesu. Maneno haya ni kwa agizayo yote. Yatunze na kuyasikiza ili wewe upate kufanikiwa na watoto wako baada yako milele. Hapo yafanyapo yaliyo mema na kuelekea machoni pa Bwana Mungu wako. So haya ninayokuagiza ukanywe pombe. So haya ninayokuagiza uende kwenye mpango wa kando. So haya ninayokuagiza uwe ni uende kutapeli. Haya ninayokuagiza yapo yaliyo mema. Amen. Chochote tunachoagizwa lazima tufanye. Mema yatakuwa juu yako. Uzuri utakuwa juu yako. Maana inafika wakati Biblia inasema kwa kuyatenda mema, si ni mapenzi ya Mungu. Alikuwa anamwambia mke wake hivi, wewe hakutaka kumtukana. Kwa hiyo wanaume tunapotaka kutukana wake zetu, lazima tuwatukane katika formula ya kipekee. Ujinga ambao ni mfano kanitukana, lakini kama kanitukana kwa ajili ya kuwafananisha na watu wengine. Bwana asifiwe. Amen. Mwenendo wetu wengine watamani. Je, siku ya kujiliwa kwao ni ipi? Ni pale ya kwamba nimeyatenda mazuri, basi ndio mtu yule anashawishika. Ndio siku ambayo ya kujiliwa mtu na Mungu. Amen. Kwa sababu gani? Mtu hawezi kushawishika kama limetokea alikutokea na kumshawishi. Mimi ninaweza nikalitenda linalitenda, lakini pasipo na ushawishi wa Mungu, huyu mtu hawezi kuwashawishi. Huyu mtu hawezi kuamini. Maana katika kuamini tunahesabiwa wapi? Amen. Na katika kukiri tunahesabiwa wokovu. Amen. Sasa kama hakuna ushawishi wowote ambao utamshawishi, basi mimi Ukristo wangu na kuokoka kwangu ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tuyatambue. Niposa katika waraka wa kwanza wa Petro 2:20 inasema kwa sababu hiyo aliteswa. Bwana asifiwe. Ni nani huyo? Ni Yesu. Kwa sababu hiyo aliteswa na akatuachia kielelezo ili tupate nyayo zake. Yaani imefika wakati uko katika ukweli wako. Amen. Inakulazimu wewe uongee. Inakulazimu utoe maneno machafu. Unaongea lile ambalo unajikuta ni sahihi kuongea. Na ukiona lingine linakujia na kuongea, basi wewe nyamaza. Ukiona umeshindwa kunyamaza, tafuta njia ya kuondoka. Amen. Nenda kajitulize. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu alituachia kielelezo tupate nyayo zake. Bwana asifiwe. Amen. Ndiposa katika Efeso 4:12 nasema kwa kusudi
la kuwakamilisha watakatifu limerudiwa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Sasa mimi mtakatifu nimepokea neema. Niongee lakini ongea kiasi. Pilato akamuuliza, eti wewe hivi inavyosemeka ndivyo? Ni kitu gani alichojibu? Alisema wewe umesema. Hapo ukampatia jibu. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ukampatia jibu. Lazima kama Mkristo awe na majibu ya kushangaza. Amen. Lazima kama Mkristo usumbue akili za ambao kusingizia kwamba wewe ni mtenda mabaya. Amen. Si lazima ya kwamba si nyie mnatenda dhambi. Sikwambii ndio ama la. Ninaondoka, lakini matendo yangu hayo ndio yatasumbua akili yako. Ndio hili ndilo tuliomwambia. Lakini je, inalingana na kile ambacho tumemwambia? Ndipo nasema ya kwamba kwa ajili hiyo tusifuate nyayo zake kwa kusudi la kutukamilisha sisi watakatifu. Amen. Ili kazi ya huduma itendeke. Tunautukuza huo mwili wa Kristo katika dhiaka zake. Tunausifu wa mwili wa Kristo katika masimamo yote ambayo kapitia. Ya kwamba ndio aliteseka, lakini angalia akakomboleka huyu. Amen. Amen. Ndiposa mtu mmoja katika Biblia akamkaribia Yesu. Hakumwambia unitakase, kwa sababu anajua kutakasa. Amen. Alimwambia, Bwana, ukipenda kunitakasa, nitakase. Amen. Ndiposa mtu anapofikishwa mbinguni, Bwana anasema, Bwana, kama hivi ndivyo ambavyo umependa, basi na hiyo. Unadhani mtu kafikishwa? Yapo maneno ambayo mtu anatamka kwa sababu kafikishwa mahali fulani. Amen. Kwa sababu kafikishwa mahali fulani, moyo wake unakaa katika hali ya kuchoka. Moyo wake unakaa katika hali ya kunyanyasika. Lakini je, katika kunyanyasika ni kipi ambacho kinaweza kututetea? Mimi ni mvuvi. So na Petro alikuwa mvuvi. Mimi ni mvuvi. Lakini desturi kubwa ya mvuvi ni matusi. Na nyingine desturi kubwa ya mvuvi ni mpendo wa haki. Sika unajua desturi kubwa. Sisi desturi yake ilikuwa anasema kama desturi yake alitoka alfajiri na mapema akaenda huko. Sasa desturi ya mvuvi kwanza ni mwingi wa matusi. Yaani kagombea, yuko na vyeti, kaweka katika fungu la watu wa kufaulu. Matusi usiulize, ni kama kuuliza makofi katika kituo cha polisi. Wako vizuri. Alafu ukija sehemu nyingine ni mzuri katika mambo ya wanawake. Lakini mimi nimepewa jina la ujinga. Nimepewa jina la ujinga. Nimeenda kusema moja. Naona Waebrania 13 naona nini? Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote. Sasa unajua kuna sehemu nyingine ambacho hata nikimwona mtu anakonyezea ninakataa. Hapo inasema malazi yenu yawe safi. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yenu Amen. Kwa nini? Wakorintho wa kwanza 6:18 nasema ikimbieni zinaa. Maana kila dhambi atendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Yeye afanyaye zinaa humtendea dhambi mwili wake. Sasa asubuhi nikiamka, nikiwa na ujasiri namhubiria mke wangu. Nikitoka baharini sijachoka, nikiwa na ujasiri namhubiria. Lakini tukikosana simhubiri. Lazima nitafute mfumo mzuri. Maana sasa kama tutamhubiria
Na mimi nimemwambia usinisumbue bwana. Hivi si atasikia tena namuongelesha, lakini atanisikiliza. Sitaki kuitwa domo kali. Na ndio maana ufika wakati utafuta muda mzuri kwa kumuongelesha mke wangu maneno haya ambayo labda amenijilia nimuongeleshe. Amen. Sasa nimetukanwa mpaka imefika wakati machozi yangu yanatiririka na kutukana. Lakini wananiita pastor. Amen. Sasa sikia. Neno jina sio kusema eti naitwa niko peke yangu. Hata wakati mwingine nikiwa na mke wangu ile jina analisikia nikiitwa. Amen. Hata jana nilikuwa tumeenda maharage mahali fulani ili tutibu tumbo. Lakini katika ile kutibu tumbo, yule mama akasema, "Pastor nisubirie na natafuta church." Jamani, unajua kuna vitu ambavyo ukivifanya, kuna vitu ambavyo ukikiongea, watu watakupatia jina. Watu watasema mtu wa Mungu huyu. Watu watasema ameokoka huyu. Watu watasema ni wa kujitenga huyu. Zaburi inasemaje? Heri mtu yule asiyokwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Lazima utambue maisha yako ambayo umetunukiwa ni yapi. Je, ninapoketi katika baraza la watu wenye mizaha, maisha yangu yanalingana na hapo? Je, ninaposimama katika njia ya wakosaji? Haleluya. Amen. Jamani, sinifunge hiki. Amen. Haleluya. Ilikuwa ni ujumbe kama hujaokoka ambao uokoke. Kuna mahali nimeshika mazuri. Wajua ni wapi? Hata wewe unaanza kucheka. Haleluya. Ukivaa nguo fupi, ukiokota, ukivunja na unatafuta mbavu sana ulizivunja. Haleluya. Ni kweli, unajua watu wamevunja mbavu kwa sababu ya kuvaa vibaya. Alafu mahali pengine ukivaa vibaya, kaskati kanaonekana, kuna mwanya unaonekana. Unajua wale wanaokutazama kale kamwanya si wote wako. Sasa umetazamwa sana, hata yule mwingine baada ya kuja kutazama ile ya kutamani, ile roho umetamaniwa na wengi mpaka ile wako. Kwa sababu ya kamwanya, kila mmoja anataka kuchukulia kuna nini hapa. Lakini ukiziba, hawatajua kinachoendelea hapo ndani. Yule ambaye atakuja kugonga mlango na umfungulie, huyo ndio umempaswa kufungua. Sasa wewe tayari ushafungua milango. Hii lazima nirudie. Hebu letee kamba. Mimi nimekaa. Wale walio nyuma ndoka tunaoka vibaya. Ndio mnione. Hebu tumishi ndio basi. Kila baba chukua kidogo kile chake cha jasho. Hapo. Kuna mwingine anakabiki. Nikae hapa. Eti na uko kanisani ama uko mahali pengine sijui wapi. Nani mwenye begi? Nani mwenye begi? Hapo ashaziba. Ati hawezi ni hivi.
kweli usiangalie mali yangu. Sasa hapa wamechana, wamekuja hivi. Sawa? Ndio. Sasa hiyo uko sawa. Alama zote zako za mwili, hata kama umevaa always, zote zinachora hiyo alama. Sasa kila mmoja anaangalia hapo. Unajua wanaume siku hizi waangalie mahali pengine. Wanaangalia hapo kagusa hapo. Na vingine havina. Haleluya. Sasa amevaa deni. Sawa. Lakini alama yote hapo uchi. Sasa kila mmoja ametazama pale. Ulevi ametazama pale. Sijui nani ametazama pale. Alafu sasa hiyo hapo palipoonekana ndio unapata kutia ugapi. Ndio maana unakuja kukutana na magulusumu waume wasiokuwa wa. Bwana nitakapoona kale kabili kametomelezea pale. Wacha nikakajaribu. Akiingia, kumbe ile nimeona hiyo kumbe. Lakini ukiwa na dera, hapo ukiwa umevaa vizuri ama vitendo vyako ama nguo zako za kawaida. Hata mwenye kukuja hapa anakuja na Yesu ni Bwana, ainuliwe. Ndio muuliza, wewe pia uko kwa hiyo zamani. Amina. Wengi sana tumepata maungu, maana hizo maungu tumewarushia sana chakula. Hata wako ziko wazi. Acha Mungu ni vile haujui. Wacha kuvaa mavazi ya kuigiza. Amen. Hii mavazi mara ya kwanza yanapotoka, hizi malongi na hizi mini skirt zilikuwa ni za makahaba. Mara ya kwanza zilipotoka zilikuwa zinanunuliwa na watu wanaojiuza. Kama ulikuwa haujui, wacha nikwambie leo. Walikuwa wanasimama stage kuonyesha mali zao wanaopita na barabara. Walikuwa wanaonyesha, wanakaa stage wakisimama mapaja yao wanaopita na barabara. Sasa kama uamini, wewe kama si kahaba, kapite kwa makahaba, utajikuta hata huko kwa hiyo safari, kwa hiyo mavazi umevaa. Unaona zile bigi zile swale zinazokatwa hapa, unaonyesha mapaja nusu, hata unasema umevaa nguo hii mpaka kanyama kamoja kametoka izea hivi, ni kama roho ichimsifunga. Unajua kuna vile vibeli siku hizi vinaroliwa hapa. Sasa waangalie hizo design vile tumewaharibia maisha yao. Kila mwanaume utakayempata amekuja kwa sababu ya vile umemkatia shule wa ndoa. Katende tu. Ndio ndio vibele, alafu kuniki. Kaombewa ndoa. Ukiambiwa ukweli unakasirika. Kasirika mpaka utoboke, lakini huo ndio ukweli wa mambo. Amen. Wacha nikwambie, sasa kuolewa ni majaliwa. Yaani kukufa, hata kama hujaolewa utakufa, lakini kuolewa ni majaliwa. Wakati yetu yule ambaye ni mwenza wako kuja kuishi na wewe katika maisha yako, hataki kuona hizo. Anataka kuja kuziona ukiwa yeye. Amen. Sasa wewe unaona, hata wewe amemfurahisha, ameniambia kuna watu wananiita mimi ni mshamba, nimetukana sana kwa sababu ya tabia. Afadhali utukane kwa sababu ya tabia zako zinazoonekana, lakini unalinda kitu chako. Amen. Wewe angalia, ni lini ulipeza nini kwa Bwana Yesu asifiwe kwa unapita kwa njia? Ni mambo
Mimi nisalimie mtu pia. Adongi pia. Wacha nikwambie, unaiga wazungu sana, lakini tabia za wazungu hauziwezi. Unaiga hapo, angalia wale mnaowaiga kama wameokoka. Naweza hiyo, naomba Mungu akubariki. Unaiga maslay queen wametandao, kaka kama smart. Unaona hata kwa nyumba yako ukiwa na mume wako, hata haina haja kwa minister. Kaa uchi, domoa mbele yake wewe. Ni yako, ni yako wewe na yeye. Ni nini ambacho ajui hapo ndani? Ya kaingia pake kote. Lakini ukitoka hawa wengine kile walichoona mume wako usiwaonyeshe. Nakushangaza ukienda kuona kimati zinauzwa na mama anafanya hivi, alafu kwa zingine ziko kwa kioo. Au utanunua zile ambazo zinafanya hivi. Umejiangalia. Haleluya. Amen. Sasa unaona mmekuja mbavu na mnahitaji ndoa. Ndio maana mnakutana na vitu ambavyo sio mbavu, iko nusu hiyo. Ndio maana unaendelea na mtu lakini katika Pepa anasema tumesikia. Wewe unasikia. Wewe unasikia. Wewe unasikia. Hadi kuna mwingine unajua alisemaje? Hadi nimezoea kuvaa longa, hata nikivaa skati naona kama niko uchi, pepo unaingia. Wewe ni mtu ambaye amezoea kufa. Wewe unajinema hapa wewe. Taiti yako alafu pale kwa hapa kujistiri kama kuna mtu anakushughulikia. Nimekwambia nguo fupi ni za makahaba, vilongi ni za makahaba. Waliokuwa wanajiuliza mara ya kwanza, uliza babu yako. Sasa wakivaa manguo marefu watanunuliwa na nani? Si hata wewe kuuza biashara yako lazima uiweke nje. Hata wewe unauza una display. Haya, wauzaji wanataka kuniambia. Mpaka itangazwe. Sasa wewe unajitangaza kwamba jamani mali kumi. Wanaume hawajui lakini hii inauzwa. Shusha heshima, unajishika thamani. Alafu saa zingine unaniona wabana, ati my choice. Kumbavu. Hata bibi ya Gachagua habari hivyo. Hata bibi ya Rais wetu habari hivyo. Hata bibi ya Uhuru habari hivyo. Watu waliofanikiwa maisha. Lakini wewe ni maskini. Alafu unaenda kununua kajizi. Alafu nawe unajifanya na katoli. Watu hawajakwambia lakini hakuna kitu. Nilikwambia kama kuna mapaja mazuri tunataka kuyaona, ni ya kuku tunachagua ili tukule tushibe. Lakini ya mwanadamu lakini ukifika Jumapili Kristo, my grace my choice. Nilikwambia hapa kanisani kitu ambacho sipendi ni nini kama unakumbuka?
Hawaongei. Leo umekuwa maadui. Asante. Mungu amekutuma. Amen. Kuna watu walikosana nao kwa sababu ya mavazi. Unajua kuna watu walikimbia kanisa kwa sababu ya mavazi. Unajua kuna watu waliacha huduma kwa sababu ya mavazi. Unajua kuna watu waliniongelea vibaya kwa sababu ya kuongea mavazi. Sasa nimekupatia mfano. Ni wangapi wanakuangalia wanakutamani? Unajua ukitamanika kwa sababu umevaa vizuri, hiyo hicho. Unaona wale majamaa wanaopenda wake wao wavae vibaya na wanapenda wao. Huyo jamaa ni mtu wa kuchiti mbaya. Bwana na chiti, bibi ana. Huyo ndoa moja ni ya mbwa, ni mwingine ni ya fisi. Kama uko na hiyo spirit mwanangu, hebu nikuulize, wewe ukivaa vile unaonyesha nini? Swali tu nataka unijibu, wewe unavaa hivi. Unaonyesha nini? Kitu gani kinachokufanya uonyeshe? Unaonyesha nini? Ni nini unatuonyesha? Unaona hawa wanaume hawa, ukishamshawisha akishakuoa, kitu anachohitaji ni ubadilike. Kila kitu unabadilika, yani ule jamaa anapenda, atakupenda, atafurahi. Kuna jamaa alipenda mke wake, alikuwa akivaa vibaya kutoka, anasema yaani mke wangu anaogopa tu kumwambia, lakini yani mavazi anavaa, yani naona kama bado anamvalia mwanaume mwingine huko nje, anaenda kitongoji. Namwambia watu wapala, mwambie. Wewe mwambie nini bwana? Yes, pendi. Unaenda mpelekea. Kama unataka mwanaume akuangalie, si mimi ni mwanaume. Sukai vile unakaa. Nimwangalie na uridhike kutoka hapa, toka na heshima yako. Wewe unatoka na kapenseli na kana raba. Akana raba, kuna watu ukikutana nao kwa njia, haujui utafuta nini, hauna leso. Unajua hawaingi kakitania, hawaingi leso. Hapa hawaingi leso. Hata ukiangalia hapo ni kakioo. Na kawaida na kuishi. Na kitambaa ya jasho kando kutaka nifute jasho hivi. Yaani anapendea hii. Unaona problem hapo. Mshamba. Wewe mshamba. Bado unashughuliwa na mambo ya dunia. Kila atakayotokea unababaikia. Watu wenye pesa wametulia. Ndio. Wacha nikwambie, unajua wenye pesa, wacha nikwambie kitu kimoja. Daudi, watu wenye pesa. Hata sasa hivi leo ambao wako bichi. Wanakula mabuku na magodeba. Wengine wako kanisani, wakitoka hapa wanaenda hoteli zao. Na wanatoka na watoto wao wanakula bata vizuri. Ndio. Au posti hata kuku. Wacha maskini akakule kuku kwa hoteli nzuri. Mitandao itaoza. Wageni. Yaani mahali palipo na maadili kidogo. Yaani wanaume ambao una mwanamke lakini kila saa ni mtu akujiposti kwa mitandao. Ndio wewe umechoka yani. Nakwambia kweli.
Amen. Amen. Kama kuna ibada ilikuwa ya baraka ni leo. Amen. Amen. Wacha tumbariki mtumishi wa Mungu. Na kama kweli umeguswa na hiyo, nitakuona ukienuka umekuja. Ukikuona umekalia hiyo kiti na utaki kuenuka na kuelewa. Haya. Sawa. Imeenda. Haya, unaona wanaume wamekuja wangapi? Hiyo ndio ukweli. Aha, sawa. Tutambariki mtumishi wa Mungu. Pata kubabaika na vitu vya nini? Ajipiga mapita hapo. Kuja. Akaanza kutangaza hawa Kristo wanapokuwa hakuna neno la Mungu hata moja. Hii hapa tendo yako. Ile nyimbo tu hii hapa tendo yako. Hebu niambieni. Waambieni hao. Aha. 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 Mbona ile inayuki sana ile? Yana hiyo ile matendo hiyo. Hata naleni. Wewe hebu nataka hapa kuenuke wapi? Kama umepata kupelekea pesa lakini uniletee. Haya. Bado wengine wanakuja. Kuondoka na hizi baraka. Wewe, hebu pisha hiyo bishop. Pisha bishop. Naona hizi nguo hizi. Hebu bishop njoo. Njoo hapa. Sijawahi kumwona na nguo mbaya huyu mtoto wangu. Haleluya. Na sura anayo na shepu anayo. Haleluya. Sura anayo na shepu Unaona jamaa aliyemuoa? Unaona jamaa aliyemuoa? Wacha mchezo wewe. Kama unataka kumgusa huyu, mguse huyu wewe. Kwambia mguse huyu wewe. Nimerudia tena mguse huyu wewe. Anapatia maombi baadaye. Haleluya. Unaona hichi ni chombo. Chombo. Hata ukiwa na wiki na kwambia chombo. Kazi ya wiki ukikutana naye kwa njia, sikuona na mavazi mabaya yoyote, hata kwa nyumba ana asante. Akiwa nayo tunapozana, anapelekea nayo na kitu ni jangu, acha nikule mwenyewe. Hakuna kuliwa na mtu mwingine, huyu jamaa ale bila anataka.
Anena mwanangu. Ukija kuona mwanamke anavaa vibaya, alafu ukifika usiku anakwambia usiniguse, ujue yule alienda kumvalia ndio alienda kumgusa. Hii nairudia. Ametoka amevaa vibaya. Wacha ushanga. Nimekwambia wacha kuishi maisha ya kuigiza. Wajua Waafrika wamedharauliwa kwa sababu unajua tunaitwa watu wa sijui watu ambao hatuna maana tunaigiza. Shamba kusi. Unaingia nini wewe? Sasa angalia wale wanaoishi maisha yao na wanaojikubali na wanaomtegemea Mungu. Wanaolewa. Wanatolewa mahali. Na unasema hakuna waume walikuwepo waliona kila kitu. Na wakatosheka kwa macho. Na wengine wanakula tu kwa macho. Na wameshika. Sasa mpelekee. Lakini sijui kwa nini wanawake mnajishusha thamani na nini watu wa maana sana. Mbona kujishusha thamani hivyo lakini? Wajua wewe ni gold kubwa sana kwa Mungu wewe. Unaona hawa wanaojiita wasomi hapa. Kuna kusoma kwa kufanikiwa na kuna kusoma kwa kuharibiwa. Ati amekuja kutoka Nairobi, mgongo wote uko wazi. Anakuta mbele. Majamani hao wakikaa kama hao pengine wanakula majamba zao na wanasema kale kademu likikapata nitakafinya. Sasa na nakwenda kupenda nitakoa. Kumbe jamaa anasema nitakafinya. Ungana bwana? Hey babe. Sio kule. Yeshimisha. Jipende. Utakapojipenda utajiheshimisha. Wengi dharau. Sijilazimishe kwa vitu ambavyo haviendani na hata ukoo wako utakushangaa. Hata nyanya yako akikuona utakushangaa. Nyanya zetu wengine wakiona wanaona kama ni majamaa. Maana hawaoni skati. Unaona tu miguu kama ya farasi. Alon. Naona farasi ifaa jue ni wewe ni vile umemsalimia. Si saluti ya nani lakini anaangalia chini. Amen. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Nakutendea wewe. Kwa ujumbe mzuri. Amen.